Na wanamme, mbona umekimbia? Mimi na wewe nani aliyokimbia? Hebu nenda huko ndani ukamchukue yule mwanao, twende naye mzimuni tukamtambike. Fungua huo mlango. Ndembo, Ngengeba yupo ndani, simuoni. Sasa atakuwa yuko wapi? Hali ya kuwa wewe umesema yupo ndani. Angalia kwa Cheche. Cheche. Mwanangu, mbona tangu umerudi sikuelewi? Yaani nakuta kama upo sawa. Kwa tatizo gani? Ni kweli. Uwezi amini nilichokiona leo. Mbona sikuelewi? Kijijini nasema kuna simba. Lakini sio kweli. Hakuna simba. Kumbe muda naelekea Bongo mjini. Nikiwa njiani nikahisi kama kuna mtu ananifuatilia. Nikageuka nyuma. Naangalia tena upande wa mbele naelekea. Namuona Ngengeba akitoka porini. Ngengeba? Ndiyo Ngengeba. Amevurugika damu mwili mzima. Hiyo sasa ishakuwa tatizo. Ina maana watu wanahisi simba, kumbe sio simba. Ni Ngengeba, mtoto wa mzee Njenga, si ndio? Ndio wewe. Sawa, alafu kingine, tangu ulivyoondoka wewe, mjomba tujamuona mpaka sasa. Na sijajua wapi ameelekea. Kwa nini umeondoka hapa? Ndio ameondoka. Ulivyoondoka wewe tunaye kaondoka. Sawa. Anaweza akarudi. Lakini naomba tuende kwa mwenyekiti kwanza. Hata mimi nilifikiria hilo. Maana ishakuwa tatizo tayari. Jichetu ndio kinazidi kuingiliwa. Mjomba alipanga kwamba aje kutusaidia, ndio huyo ameshapotea. Hatujui ameelekea wapi. Aidha hatujui kama ndo kashaliwa na yule simba mtu au la. fungua mlango Ndembo. Wewe nani? Hayakuwa tumeambiwa kila mtu atulizane nyumbani kwake. Ina maana hujasikia kauli ya mwenyekiti? Hayakuwa tumeambiwa watu wote tukae majumbani mwetu. Mbona nifungia mlango? Mimi si nimekuja kwako. Mimi nakujua kuwa wewe ni Njenga. Fungua bwana. Usinifanyie hivyo mwezio. Nimetoka nyumbani kwangu. Nimekuja nyumbani kwako. Sasa mbona unanifungia mlango? Njenga. Njenga. Mimi nakujua wewe. Lakini nyumbani kwako ulinifungua mlango ili mradi mwanao Ngengeba mimi anile. Yaani wewe mwanamke ni mbaya sana wewe. Hiyo leo umeipata wapi? Sikutegemea kabisa kama unaweza kunifanyia kitendo kama kile. Wewe nenda tu. Mimi siwezi kukufungulia mlango huko. Sawa.
lakini usifanye hivyo. Hasa nawe unanifuatisha mimi? Mwezio nilisakamwa tu pale, nilijawa na woga, sikuwania kukufungia mlango. Naomba nifungulie Ndembo. Mimi mwezio, usinifanyie hivyo. Gengeba, Gengeba, amka jamaa. Imeleta taharuki kubwa kijijini, msaada hatuoni, watu hawawezi kutembea kwa amani. Kila kukicha matukio ya kimizimu, kuwamaliza wanakijiji. Tangazo, tangazo. Watu hawezi kufanya shughuli zao za kila siku kwa kuhofia uhai wao. Tangazo. Kijiji kimejaa hofu na natakiwa kukaa ndani mpaka pale mtakapotangaziwa na uongozi kutoka katika kijiji hichi. Katika kipindi hichi ambacho kuna mtafaruku katika hichi kijiji, wote mnatakiwa mukae majumbani mwenu, msizurure kutokana na hatari iliyokuwa katika kijiji chetu. Wanakijiji wote wa kijiji, kana kwamba matumaini ya kuishi mpaka pale mtakapoambiwa na uongozi kutoka kijiji hichi. Wakulu,
nimekosea. Kwa hiyo naomba radhi kwa wakuu wangu. Sikujua kama niliyoyafanya nimekosea. Naombeni munisamehe. Naombeni msamaha, nirudishieni mwanangu vile vile alipokuwa mwanzo, uzima wake vile vile. Sihitaji tena nguvu kwa makosa niliyoyafanya. Nimekuja kuomba samahani, mumrudishe mwanangu vile vile. Sihitaji tena nguvu. Wewe vipi? Mbona unaanzaana tu hapa mtaani? Ina maana wewe hujui hali iliyokuwa katika kijiji chetu hicho? Alafu isitoshe, wewe si ndio mtu wa kwanza kutuambia sisi kwamba kuna simba? Ndio. Sasa mbona unatembea tembea tu? Yaani hujui tahadhari yoyote hapa? Sasa nikwambie kitu kimoja. Njenga ameshaliwa na simba huko. Machoni kwangu namuona. Sasa wewe landalanda hapo kuendelea na ujinga wako. Ulipoagizwa si ndo hapa? Hapa. Sasa gonga basi. Odi. Odi. Lakini unaonesha picha kama hamna mtu. Alivyo naonesha ndio kwa ya kosea. Karibu. Asante. Karibuni. Karibuni. Habari yako? Njema. Ni akina nani? Sawa. Sisi ni watu wa serikali kama wewe. Ndio basi. Na tumeagizwa na serikali kuu kutoka Bongo mjini. Ndio. Tumekuja kumaliza matatizo ya hapa kijijini yanayoendelea. Aha. Okay. Mbona mko wapi? Na kuhusu tupo wawili si wazi. Sisi tumeaminika ndio maana tuko hapa. Kama yule kuaminika kwenye kijiji chako na wananchi wako. Sisi ndio tumeaminika na serikali yetu. Ndio maana tunakuwa tuje hapa kuja kumaliza hilo tatizo. Tutaweza. Tutafanikisha. Sasa basi. Nilichokiona. Nitakupeni kijana mmoja ili muendelee simu. Sitakuwa vizuri. Sawa. Lakini nikuaminishe tu mzee. Na nikutoe wasiwasi. Ndio. Sawa sawa. Na wewe kijana atakiwa awe mwaminifu. Ana tabu. Na muamini. Sawa. Wewe vipi? Mbona unaanzaana tu hapa mtaani? Ina maana wewe hujui hali iliyokuwa katika kijiji chetu hicho? Alafu isitoshe, wewe si ndio mtu wa kwanza kutuambia sisi kwamba kuna simba? Ndio. Sasa mbona unatembea tembea tu? Yaani hujui tahadhari yoyote hapa? Sasa nikwambie kitu kimoja. Njenga ameshaliwa na simba huko. Machoni kwangu namuona. Sasa wewe landalanda hapo kuendelea na ujinga wako.
Jamani, mara ya mwisho mtu aliuliwa hapa, alafu tukamfuatilia yule mnyama, sijui ndo simba ameelekea njia hii. Unaona uhakika yupo ndani? Uhakika mtupu, kaingilia njia hii mara ya mwisho. Nisikize nikwambie, una uhakika na unachokiongea kweli? Nina uhakika, ndio maana naongea hicho kitu. Alipita njia hii. Usikotetea pombe zako, tumepoteza muda kwa ajili ya swala hili. Sio pombe wala sio ujanja ujanja, na uhakika mtupu. Basi sisi tulikuwa tunaomba tusindikize huko ndani. Twende tuongoze. Mimi humo. Nendeni wenyewe, mimi siendi humo. Kwa nini? Siendi. Sikiliza. Usituletee pombe, usiturushie pombe. Wewe ndio unaaminika na mwenyekiti wako na kijiji chako, utusindikize sio humo ndani. Mbona unafika mlangoni unashindwa kuingia ndani? Hiyo sio sababu ya kukosa mimi kuingia ndani. Ila mimi humo mimi siendi. Sikia, lo. Tangulia. Tangulia wewe. Kakati basi. Wewe nenda nakuja. Wewe sajanja janja hapa. Oe, umakini unahitajika. Mama, kwa nini unanishangaa mama? Mama, kwa nini uniogope? Mama, sema nitakuwa na nguvu nyingi. Wewe si kweli mama, na nguvu nyingi sasa hivi. Kwa nini unaniogopa? Mama, wewe ndo chanzo ya yote haya. Mama, ulisema nitakuwa na nguvu nyingi sana mama. Angalia mama. Mama, naomba nikukumbatie. Cheche. Cheche cheche.